Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin amewajia juu viongozi wa NATO pamoja na Umoja wa Ulaya EU baada ya kusema kwamba Urusi imeshambulia Romania. Rais huyo wa Urusi Vladimir Putin alizungumza na waandishi wa habari huku akijibu maswali wakati wa safari yake ya kuelekea Kazakhstan mnamo Ijumaa, akitoa masasisho juu ya mzozo wa Ukraine na mvutano kati ya NATO na Umoja wa Ulaya katika bara la Ulaya. Rais wa Urusi Bwana Putin alitoa maoni yake kuhusu uvamizi wa ndege zisizokuwa na rubani nchini Romania ambazo NATO ililaumu Urusi na kugusia mijadala ya sera za kigeni nchini Armenia, taifa la zamani la Usovieti na mshirika wa muda mrefu wa Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin kama vile ametoa vitisho kwa watu wa Ulaya na NATO, akisema Urusi ina nafasi ya juu kwenye uwanja wa vita na kwamba hakuna nchi katika Umoja wa Ulaya ama NATO yenye uwezo wa kupambana na Urusi. Mzozo wa Ukraine unakaribia mwisho huku jeshi la Urusi likiendelea na mashambulizi yake kwa pande zote, Putin alisema, akieleza zaidi kwamba haitakuwa busara kutaja ratiba maalum hata hivyo kwamba wataweza kumaliza lini, lakini akiwapa onyo watu wa NATO kwamba wasithubutu kuitafuta Urusi, kwani wakati huu inaelekea kumaliza vita nchini Ukraine na kwamba shambulizi zito huenda likatokea wakati wowote la kuimaliza vita hivyo. Hali katika uwanja wa vita inatoa sababu ya kuamini kwamba mgogoro unakaribia kuisha, Putin alisema ingawa Moscow inadumisha mawasiliano fulani, hakuna mazungumzo ya amani yanayofanyika kwa sasa. Wakati Marekani imekuwa ikishughulishwa na vita vyake huko Iran, baadhi ya maafisa wa Umoja wa Ulaya wameanza kueleza kuwa wazo la kuanzisha tena mazungumzo na Urusi ambayo yalisitishwa mwaka 2022 yanapaswa kuanza tena. Rais wa Urusi amesema viongozi wa Magharibi lazima waache kupotosha watu wao. Rais Putin alikiri kwamba Urusi haina nia kushambulia wanachama wa NATO au Umoja wa Ulaya, lakini amepuuza madai kinyume na hayo kama uongo wa kijinga, akisisitiza msimamo wa Urusi kwamba kama italazimika wanaweza kuingilia kati chochote ambacho watu wa NATO wanataka, lakini pia kuendelea na vita Ukraine baada ya kushindwa kutekeleza makubaliano ya Minsk ya mwaka 2014 na mwaka 2015 na jamhuri zilizojitenga za Donbas ambazo baadaye zilipiga kura kuwa sehemu ya Urusi. Rais Putin amesema kwamba Warusi wapo tayari kwa mapambano na NATO, lakini akisisitiza zaidi kwamba viongozi wa nchi hizo za Magharibi sasa wanatumia mzozo huo kuhalalisha ongezeko la matumizi ya kijeshi yasiyokuwa na maana, kwa maana sasa wanalazimisha kwamba Urusi imefanya shambulizi dhidi ya Romania ili tu wapate nafasi ya kuingilia kati katika vita hivyo. Lakini Putin anasema hawapaswi kupotosha watu wao, lakini pia hawapaswi kuchokonoa Urusi, kwani wataweza kukutana na mambo mazito mno. Rais huyu amesema wachokozi wataangamizwa kabisa. Rais Putin alisema Urusi ina uwezo wa kupiga chini nchi yoyote ambayo inajaribu kufanya shambulizi dhidi yake. Alikuwa akimjibu waziri wa mambo ya nje wa Lithuania Kęstutis Budrys ambaye alisema mwezi huu kwamba katika tukio la mzozo NATO lazima ionyeshe kwamba inaweza kuingia mkoa wa Kaliningrad wa Urusi, eneo la bahari ya Baltic kati ya Poland na Lithuania. Putin alionya kuwa Urusi itachukua maeneo yote ya kurushia ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine kama shabaha halali, hata kama zitafanya kazi kutoka mataifa ya Baltic. Kadhalika, rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema kwamba moja kati ya jambo ambalo viongozi wa Magharibi wanapaswa kuwa makini ni namna ambavyo wanaichokonoa Urusi. Amesema Romania inapaswa kushiriki data juu ya tukio la ndege zisizokuwa na rubani. Ikiwa Romania imeshambuliwa, wanapaswa kuleta ushahidi wa wazi kwa namna ambavyo Urusi ilirusha ndege hizo zisizokuwa na rubani, Rais Putin alisema. Alitoa wito wa uchunguzi wenye lengo kuhusu shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani kwenye jengo la makazi katika mji wa Galatia nchini Romania karibu na mpaka wa Ukraine mnamo Ijumaa, ambao pia inadaiwa imejeruhi watu wawili kutoka nchini Romania, ambapo sasa taifa hilo pamoja na washirika wake wa NATO walilaumu Urusi kwa uvamizi huo. Rais Putin alisema Romania inapaswa kutoa takwimu za lengo kuhusu tukio hilo kama vile Urusi ilivyokabidhi data ya safari za ndege kutoka kwa ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine iliyodunguliwa mwaka uliopita ikielekea kwenye moja ya makazi ya Putin. Putin pia alikumbuka jinsi ndege zinazoshukiwa kuwa ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine zinavyoingia katika majimbo ya Baltic na Finland katika miezi ya hivi karibuni. Vyombo vya habari vya Magharibi vinadanganya hadhira ya wenyewe, anasema Putin.
Putin amevishutumu vyombo vya habari vya Magharibi kwa kile alichokiita kuwafanya watazamaji wapumbavu ili kupeleka pesa zaidi Ukraine. Pia alishutumu mashirika ya kigeni kwa kile alichosema ni kushindwa kufidia mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine kwenye chuo kimoja huko Starobelsk wiki iliyopita na kusababisha vifo vya wanafunzi 21 na kujeruhi wengine zaidi ya 40. Endelea kutufuatilia. Jina langu ni Adam Hussein. Usisahau kulike, kucomment na